Karibu ndugu watazamaji katika channel yenu nzuri inayoelezea lishe za mboga na matunda. Leo katika video hii tunaenda kuongelea matunda 10 yanayosaidia kuongeza nguvu baada ya mazoezi. Kumbuka baada ya mazoezi mtu anakuwa ametumia nguvu nyingi sana katika kufanya mazoezi, kwa hiyo anahitaji vitu ambavyo vitamrudishia nguvu mwilini. Na leo hii tunaenda kuangalia matunda 10 ambayo aidha kwa kula au kwa kunywa juisi yake yanaweza kukuongezea nguvu mara tu baada ya kufanya mazoezi. Tunda la kwanza ambalo linaweza kukuongezea nguvu baada ya kufanya mazoezi ni tunda la ndizi, yani banana. Kwa nini? Ndizi ni chanzo bora cha wanga na potassium, hivyo husaidia kurejesha nguvu haraka na kuzuia kukakamaa kwa misuli. Tunda la pili ambalo unaweza ukatumia kuongeza nguvu baada ya mazoezi ni tunda la nanasi, yani pineapple. Kwa nini? Kwa sababu lina bromelain, lina enzyme inayosaidia kupunguza maumivu ya misuli na uvimbe, pia lina vitamini C nyingi kwa ujenzi wa misuli. Tunda la tatu ambalo unaweza ukalitumia kuongeza nguvu baada ya mazoezi ni tunda la tikiti maji, yani watermelon. Kwa nini tunda hili ni muhimu kwa ajili ya kuongeza nguvu baada ya mazoezi? Kwa sababu lina maji mengi na amino acid ya citrulline ambayo husaidia kupunguza uchovu wa misuli na kuongeza mzunguko wa damu. Tunda la 4 ambalo ni muhimu katika kuongeza nguvu baada ya mazoezi ni tunda la machungwa, yani orange. Hili linaongeza nguvu kwa sababu lina vitamini C, lina maji na sukari ya asili ambayo husaidia kuongeza nguvu haraka na kuboresha kinga ya mwili. Tunda la 5 ambalo linaweza kukusaidia kuongeza nguvu baada ya mazoezi ni tunda la parachichi, yani avocado. Hili linasaidia kuongeza nguvu baada ya mazoezi kwa sababu lina mafuta mazuri, lina potassium na lina protini kidogo, hivyo husaidia kurejesha nguvu na kuimarisha misuli. Tunda la 6 ambalo linarejesha nguvu baada ya mazoezi ni tunda la mapera, ambalo kwa Kiingereza linaitwa guava, mapera yale, kila mtu nadhani anafahamu mapera. Kwa nini mapera hutumika kuongeza nguvu au kurejesha nguvu baada ya mazoezi? Ni kwa sababu ni chanzo kizuri cha vitamini C, nyuzi na wanga unaohitajika baada ya mazoezi. Tunda la 7 ambalo unaweza kulitumia kurejesha nguvu baada ya mazoezi ni tunda la embe, yani mango. Hii ni kwa sababu lina sukari ya asili kwa ajili ya kuongeza nguvu na vitamini nyingi kwa ajili ya kujenga mwili. Tunda la 8 ambalo unaweza kulitumia kurejesha nguvu baada ya mazoezi ni tunda la papai, pawpaw. Kwa nini? Kwa sababu lina enzymes ya papain inayosaidia mmeng'enyo wa protini na kurekebisha misuli iliyochoka. Tunda la 9 ambalo unaweza kulitumia kurejesha nguvu baada ya mazoezi ni tunda la tufaa. Tufaa au sisi tumezoea kuliita apple kwa Kiingereza. Kwa nini apple ni muhimu sana katika kurejesha nguvu baada ya mazoezi? Ni kwa sababu apple ni chanzo kizuri cha wanga na antioxidant zinazosaidia kupunguza uchovu wa misuli. Narudia tena. Apple ni chanzo kizuri cha wanga na antioxidant ambazo zinasaidia kupunguza uchovu wa misuli. Tunda la 10 ambalo ambalo linasaidia kuongeza nguvu baada ya mazoezi ni zabibu, grapes. Hizi zabibu zinapatikana kwa wingi sana Dodoma na mikoa ambayo inakaribiana na Dodoma. Hii tunda ni muhimu sana kulitumia baada ya kufanya mazoezi kwa ajili ya kurejesha nguvu kwa sababu lina antioxidants na sukari ya asili ambayo hurejesha nguvu haraka na kusaidia mzunguko wa damu. Kwa hiyo haya ndio matunda 10 ambayo unaweza ukayatumia kurudisha nguvu baada ya kufanya mazoezi. Kitu cha muhimu cha kuzingatia ni kwamba ili upate matokeo mazuri zaidi unaweza ukafanya kitu hiki. Yaani unaweza ukachanganya baadhi ya matunda niliyoyaorodhesha hapo juu kwa kutengeneza juisi ama smoothie au kula na protini ndogo kama karanga, yogurt na asili au mayai ya kuchemsha. Hii itakusaidia kupata matokeo bora zaidi ya kurejesha nguvu baada ya mazoezi kama nilivyoelezea hapo awali. Kwa leo naomba niishie hapa, usisahau kusubscribe
na kucomment katika video hii ili tuweze kupata uweze kupata kuziona video nyingine nyingi zinazohusiana na afya inayotokana na lishe ya mboga na matunda. Mpaka wakati mwingine, bye bye.